Wananchi milioni 500,188 wa maeneo ya Nala Center, Segu Juu, Chihoni pamoja na kiwanda cha mbolea cha Nala Itricom katika jiji la Dodoma wameweza kunufaika na huduma ya maji safi na salama baada ya kuzinduliwa rasmi kwa mradi wa maji wenye thamani ya shilingi bilioni 1.6 kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru. Uzinduzi huo umefanyika katika eneo la Nala ambapo kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa ndugu Wazo Michael Mwangonda amesema baada ya ukaguzi uliofanywa mradi huo umebainika kutekelezwa kwa viwango vinavyokubalika na unalenga kuboresha maisha ya wananchi pamoja na kuimarisha mazingira na uwekezaji wa viwanda katika eneo hilo. Tumeambatana hapa katika mradi wetu. Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi, umepokea taarifa na umekagua. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, baada ya kukagua mradi wetu wa maji umekamilika na DUWASA wamefanya kazi kubwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, mradi huu wa maji umeletwa hapa Nala mahususi kwa ajili ya wananchi wa Nala, lakini pia kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda. Maji haya yanahudumia wananchi, lakini pia yanapelekwa katika eneo la viwanda, na hapo tuna kiwanda kikubwa cha mbolea ambacho kinazalisha mbolea nyingi sana hapa Dodoma. Kwa hiyo maji haya yanahudumia kile kiwanda, lakini jambo ambalo ni la kipekee, eneo hili linatoa maji mengi sana. Kisima kimoja kile kina uwezo wa kujaza tanki la lita 200,000 kwa masaa matatu. Kwa ni jambo ambalo ni la kumshukuru Mwenyezi Mungu, ametupa eneo ambalo ni zuri na lenye maji ambayo hayawezi kukatika kwa sasa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alitoa fedha nyingi kwa ajili ya kuleta hapa Nala kuja kuwaletea maji wananchi wa Nala na katika uwekezaji maeneo haya ya Nala. Haya maji yamekuwa mkombozi kwa wananchi, na wananchi sasa kama alivyosema Mheshimiwa Diwani, ndoa zao sasa zimetengamaa baada ya kina mama maji kuyapata katika majumba yao. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi! Akiwasilisha taarifa ya mradi huo, kaimu mkurugenzi mtendaji Mhandisi Bernard Rugai amesema mradi wa maji safi na salama wa kata ya Nala unahudumia maeneo yenye wilaya ya Dodoma, huku ukiwa sehemu ya jitihada za serikali za kusogeza huduma muhimu karibu na wananchi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, maeneo yanayohudumiwa na DUWASA katika wilaya ya Dodoma yana jumla ya wakazi 891,633 ambao mahitaji yao ya maji ni sawa na lita milioni 159.9 kwa siku. Vyanzo vikuu vya maji tunavyovitegemea kutoka bonde la Mzakwe lenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 61.5 kwa siku, chanzo cha Nzuguni chenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 10 kwa siku, chanzo cha Iyumbu uzalishaji ni lita milioni 7.32 kwa siku, na visima vingine vya pembezoni vinavyozalisha jumla ya lita milioni 6.2 kwa siku. Aidha, vyanzo vyote vya maji vilivyopo vina uwezo wa kuzalisha lita milioni 88.94 sawa na asilimia 55.6 ya mahitaji yote katika mji wa Dodoma. Mhandisi Rugai ameongeza kuwa mradi huo unalenga kuboresha usambazaji wa maji na kuongeza uzalishaji wa maji kutoka lita milioni 800.4 kwa siku hadi kufikia lita milioni 91.2 kwa siku, hatua itakayosaidia kukidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye ya wananchi pamoja na shughuli za kiuchumi. Lengo la mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, lengo kuu la mradi huu ni kuboresha huduma ya usambazaji maji na kuongeza uzalishaji wa maji kutoka lita milioni 88.94 kwa siku hadi kufika lita milioni 91.2 kwa siku, ambao hili ni sawa na ongezeko la asilimia 2.5 kwa siku. Hali ya utekelezaji wa mradi huu. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, DUWASA imeutekeleza mradi huu kwa kutumia wakandarasi wawili, wazabuni 4 ambao ni Master Drilling Exploring, huyu alichimba kisima, Baji Construction Weki, huyu alijenga mradi, TSP kwa maana ya Tanzania Steel Pipes, huyu alisupply bomba za chuma, Simba Pipes, huyu alisupply bomba za plastiki, Metro Water Service, huyu alisupply viungio kwa maana ya fittings, na Waterways Hydro, huyu alisupply pampu na kufanya installation ya pampu katika mradi huu.
Kazi kubwa zilizofanyika ni pamoja na ujenzi wa tenki la kukusanya maji lenye ujazo wa lita 200,000, ukarabati wa tenki la kusambaza maji lenye ujazo wa lita 45,000 na ujenzi wa nyumba ya kuendeshea mitambo kwa maana ya pump house, ulazaji wa bomba ya kusafirisha maji kutoka kwenye chanzo yenye jumla ya kilomita 4.28, ulazaji wa bomba za kusambaza maji zenye urefu wa jumla kilomita 3.52 na ujenzi wa vituo 4 vya kuchotea maji na upandaji wa miti 948 katika eneo hili la chanzo. Naye Diwani Leonard Alexander wa kata ya Nala amesema kabla utekelezaji wa mradi huo, wananchi walikuwa wakikumbwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji, hali iliyowalazimu kutembea umbali mrefu kuyatafuta. Amesema kukamilika kwa mradi huo kutapunguza adha hiyo na kuongeza ustawi wa wananchi. Kiongozi wa mbio za Mwenge, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, waheshimiwa viongozi mbalimbali ambao wamekusanyika mahali hapa pamoja na wananchi. Sisi wananchi wa Nala tumetekewa kwa furaha kubwa sana ambayo ujio wa Mwenge umekuja kumulika shida ya maji kata ya Nala na kwa sehemu kubwa sana imetatua. Kabla ya ujio wa kisima hichi, kama ambavyo taarifa ilisoma, Nala pamoja na kuwa kilomita chache sana kutoka mjini, wananchi wa Nala walikuwa wanapata shida sana ya maji. Mtu anabeba ndoo ya maji kilomita 2 mpaka kilomita 5 kutoka kwenye chanzo cha maji mpaka kufika kwenye nyumba yake. Lakini kwa sasa tunazungumzia habari ya zaidi ya wananchi 500 mpaka 1000 hapo katikati wameshaunganishiwa maji kwenye majumba yao, na watu wanafungua maji, wanayatumia maji vizuri. Kwa hiyo maji haya ukiachilia yametanua pia wigo wa ajira kule kiwandani, maana bila maji kiwanda kisingefanya kazi. Lakini wananchi kwenye majumba yetu yameleta amani, hata ndoa zetu zimeshakuwa imara sana kwa sababu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, lakini tunashukuru sana kiongozi wa mbio za Mwenge, lakini tushukuru sana pia uongozi wa wilaya, wamekuwa bega kwa bega kusaidia kuleta tabasamu. Mwisho tuwashukuru DUWASA kwa sababu nao pia wamefanya kazi kubwa sana, maana ndio wenye mradi. Mungu awabariki sana. Mwenge wa Uhuru oye! Asanteni sana. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi na wakazi wa Nala wameiambia Dodoma TV kuwa ujio wa mradi huo ni mkombozi mkubwa kwao, wakieleza kuwa hapo awali wakitumia muda mrefu na gharama kubwa kutafuta maji, tofauti na sasa ambapo huduma hiyo imewafikia karibu na makazi yao. Hana shida. Karibu. Wewe niangalie mimi. Kwa majina naitwa Agnes Daudi, ni mkazi wa Nala Chihoni, na kipindi cha nyuma tulikuwa na changamoto sana ya maji. Tulikuwa tunateseka, maji tunapata mbali, tunahangaika, ila kwa sasa toka mradi umeanza, toka mwaka jana, changamoto ya maji kidogo imepungua. Kwa kipindi cha sasa walivyotuletea vituo, tunapata sana maji, watoto wanasoma, hawapati shida za maji shuleni, shule zinajengwa kwa sababu ya maji. Tunashukuru sana DUWASA kwa kutuletea mradi wa maji. Naitwa Jacqueline Dogratius. Kabla mradi huu, changamoto ya maji iliyokuwa, tulikuwa tunatoka hapa kwenda kijiji kingine. Kama tulikuwa tunatoka hapa Chioni tunaenda Zuzu, tunatoka huku tunaenda Segu, na tulikuwa na muda unaenda kuna sehemu aliweka sehemu ya tanki la maji. Kwa tunalala usiku, unaenda unalindiliza kuanzia saa 2 mpaka kuna kucha. Kwa sasa hivi changamoto imekuwa ndogo sana. Yaani tuseme maji yamekuwa mengi. Muda wote unapata maji tu. Mradi huo wa maji safi na salama unatarajiwa kuongeza upatikanaji wa maji katika eneo hilo, katika eneo la Nala na vitongoji jirani, huku ukiimarisha afya za wananchi, shughuli za uzalishaji maji na maendeleo ya viwanda vinavyotegemea huduma ya maji katika jiji la Dodoma. Nikiripoti kutoka Nala, langu jina ni Anar Shabani kutoka Dodoma TV.